Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale ambako mnaendelea kutusikiliza, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, kwa tarehe 15 za mwezi wa 6 mwaka 2026, siku ya kwanza ya wiki mpya. Na tukiwa tunaanza wiki hii, tunakuletea habari zote muhimu kutoka ndani na nje ya nchi, zikiwemo habari za usalama, siasa, jamii, uchumi pamoja na matukio mengine yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Basi endelea kuwa nasi kupata habari zote sahihi, za haraka na zenye kuaminika kutoka Kivu News Info. Na kila siku tuendelee kujuza kwamba tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningeomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, kula comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telo Jelonga. Basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo, kwa tarehe 15 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Mji wa Kibabi ambao ni makao makuu ya kundi la Mpifunyi Kibabi katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini umeingia rasmi chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na wapiganaji wa Wazalendo kufuatia mapigano makali yaliyokutanisha na uasi wa muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali kutoka eneo hilo, mapigano yalianza tangu usiku wa kuamkia Ijumaa na kuendelea kwa saa kadhaa. Vikosi vya serikali vilikuwa vikisaidiwa na makundi ya Wazalendo vilianzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zikishikiliwa na waasi ndani ya pembezoni mwa Kibabi. Kufikia asubuhi ya Ijumaa, waasi wa M23 walazimika kuondoka katika mji huo baada ya kushindwa kuhimili mashambulizi ya vikosi vya serikali. Taarifa zinaeleza kwa baada ya kujiondoa Kibabi, waasi walionekana wakielekea upande wa Rubaya, mji maarufu kwa shughuli za uchimbaji madini ambao unatajwa kuwa moja ngome muhimu za waasi katika eneo la Masisi. Rubaya imekuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na utajiri wake wa madini na nafasi yake katika harakati za kijeshi zinazoendelea katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Kuanguka kwa Kibabi mkononi mwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Wazalendo unatajwa kama hatua nyingine muhimu katika operesheni za kurejesha maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa waasi. Tangu mwanzoni mwa wiki iliyopita, vikosi vya serikali vimefanikiwa kurejesha vijiji na mitaa kadhaa iliyokuwa kishikiliwa na waasi wa M23. Miongoni mwa maeneo ni Katoi Centre, Kiningi, Nyabikano, Kawere, Chongi, Moo, Buikimbiri pamoja na Gasenyi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa mafanikio yanaendelea kubadilisha mwelekeo wa mapigano katika eneo la Masisi, huku vikosi vya serikali vikisogea hatua kwa hatua kuelekea Rubaya. Mji sasa unaonekana kuwa moja ya malengo makuu ya operesheni za kijeshi zinazoendelea. Hata hivyo, taarifa kutoka Rubaya zinaonyesha kuwa waasi wa M23 wanaendelea kuimarisha ngome zao kwa kuongeza idadi ya wapiganaji pamoja na silaha na risasi. Lengo lao linaelezwa kuwa ni kuzuia kusambaratika kwa ngome hiyo ambayo ni muhimu mkubwa kwa shughuli zao za kiuchumi katika eneo la Masisi. Wakati huo hali ya usalama katika Kibabi inaendelea kuimarishwa. Vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wazalendo vinaendelea na operesheni za kusafisha maeneo ya karibu ili kuhakikisha hakuna waasi waliosalia kujificha. Wanajeshi zaidi wanaendelea kuwasili katika eneo hilo kwa ajili ya kuimarisha usalama na kudhibiti kikamilifu mji huo. Mpaka sasa idadi ya watu waliopoteza maisha, waliojeruhiwa, uharibifu wa mali uliotokana na mapigano hayo bado hujafahamika rasmi. Mamlaka za kijeshi zinajatoa tathmini kamili ya madhara ya mapigano hayo, uchunguzi wa tathmini ya hali ukiendelea. Kuanguka kwa Kibabi kunakuja katika kipindi ambacho juhudi za kurejesha amani na usalama katika Kivu Kaskazini zinaendelea kushika kasi, huku macho ya wengi yakielekezwa hasa katika mji wa Rubaya ambao unaweza kuwa uwanja wa mapambano makubwa katika siku zijazo. Katika siku za hivi karibuni, taarifa mbalimbali zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya majukwaa ya habari zikidai kuwa mji wa Minembwe ulioko katika maeneo ya juu ya Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini umeingia chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hata hivyo, taarifa hizo zimekanushwa na vyanzo rasmi vya usalama ambavyo vinaeleza kuwa hadi sasa Minembwe bado haijachukuliwa na vikosi vya serikali.
Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka kwa vyanzo vya karibu na operesheni za kijeshi zinazoendelea katika eneo hilo, mji wa Minembwe unaendelea kubaki chini ya ushawishi wa makundi yenye silaha ya Twirwaneho na Red Tabara, makundi ambayo yanatajwa kuwa na washirika wa muungano wa AFC M23 ambao wanaendelea kupanua ushawishi wao katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vinaeleza kuwa licha ya mashambulizi yanayofanywa na FARDC kwa kushirikiana na wapiganaji wa Zalendo, waasi hao bado wanaendelea kushikilia nafasi zao muhimu ndani ya pembezoni mwa Minembwe. Miongoni mwa maeneo yanayotajwa kuwa ngome kuu za waasi hao ni Kitavi, ambako wapiganaji wao wamejikusanya kwa idadi kubwa na kuendelea kuimarisha ulinzi wao dhidi ya mashambulizi ya vikosi vya serikali. Mapigano kati ya pande hizi mbili yanaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Minembwe na viunga vyake. Wakazi walipo karibu na maeneo ya mapigano wanaeleza kuwa milio ya risasi na silaha nzito imekuwa ikisikika mara kwa mara, anazidisha hofu miongoni mwa wananchi ambao tayari wameathiriwa na vita vya muda mrefu katika eneo hilo. Minembwe imekuwa moja ya maeneo yenye umuhimu mkubwa kimkakati katika mkoa wa Kivu Kusini kutokana na nafasi yake ya kijiografia katika nyanda za juu zinazounganisha maeneo kadhaa ya Fizi na Mwenga. Kwa miaka mingi eneo hilo limekuwa likikumbwa na migogoro ya kiusalama inahusisha makundi mbalimbali yenye silaha, jambo ambalo limechangia kuzorota kwa hali ya kibinadamu na maendeleo ya kijamii. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, udhibiti wa Minembwe unaweza kuwa na hatari kubwa katika mwelekeo wa mapigano yanaendelea katika nyanda za juu za Kivu Kusini. Hii ndio sababu pande zote mbili zinaendelea kupigania eneo hilo kwa nguvu kubwa. FARDC na wazalendo wanaona Minembwe kama eneo muhimu la kurejesha mamlaka ya serikali, wakati makundi yenye silaha na kushirikiana na waasi wa M23 yanataka kuendelea kuzidhibiti ili kulinda maslahi yao ya kijeshi katika ukanda huo. Kwa upande wao, viongozi wa kijeshi wa FARDC pamoja na vikundi vya wazalendo wanaeleza bado wanaendelea na operesheni za kijeshi kwa lengo la kuikomboa Minembwe na maeneo mengine yaliyodhibitiwa na waasi. Wamesitiza kuwa hawataacha mapambano hadi eneo hilo lirejee chini ya mamlaka kamili ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa vikosi vya serikali vinaendelea kupeleka wanajeshi na vifaa vya kijeshi katika maeneo ya karibu kuna Minembwe ili kuimarisha mashambulizi yao. Wazalendo wanaendelea kushirikiana na jeshi katika operesheni hizo kwa lengo la kuzuia waasi kupanua maeneo yao ya ushawishi. Kwa upande mwingine, waasi wanaonekana kuendelea kuimarisha nafasi zao za ulinzi, hasa katika eneo la Kitavi ambalo linatajwa kuwa kituo kikuu cha operesheni zao. Taarifa kutoka eneo zinaonyesha kuwa hakuna harakati za kuhamasisha wapiganaji na vifaa vya kijeshi kuelekea maeneo yanayochukuliwa kwa umuhimu kwa ajili ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya FARDC. Alioendelea kuwa chanzo cha wasiwasi kwa wananchi wa kawaida. Ya familia zimeathirika na mapigano hayo, huku baadhi yao wakilazimika kukimbia makazi yao kutafuta usalama katika maeneo mengine. Mashirika ya kibinadamu pia yanaendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu wale raia wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano kutokana na uhaba wa chakula, huduma za afya pamoja na makazi salama. Wachunguzi wale usalama wanaamini kuwa Minembwe ndiyo moja ya maeneo ya mwisho yenye umuhimu mkubwa wa kijeshi kwa waasi katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga. Kutokana na leo mapigano yanayoendelea yanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuamua mustakabali wa vita vinavyoendelea katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mapigano hayo ya hivi karibuni. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hali bado ni tete na mapambano yanaendelea katika maeneo kadhaa ya Minembwe na viunga vyake. Wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wakisitiza azma yao ya kuikomboa Minembwe, waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wanaendelea kushikilia nafasi zao kwa msaada wa washirika wao waasi wa M23. Hivyo basi, kinyume na taarifa zilizokuwa zikisambazwa katika baadhi ya vyombo vya mitandao ya kijamii, Minembwe bado haijatangazwa rasmi kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali na mapigano yanaendelea bila dalili za kusitishwa kwa sasa. Hali ya utulivu imerejea katika eneo la Buhimba lililoko katika groupment ya Waloya Yungu katika wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali yaliyokutanisha waasi wa M23 na wapiganaji wa Zalendo mwishoni mwa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano yalitokea baada ya waasi wa M23 kuanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na wazalendo katika eneo hilo. Hata hivyo, mashambulizi hayo yalizimwa na wapiganaji hao walioungwa mkono na vikosi vya serikali na kufanya waasi kushindwa kufikia malengo yao. Taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo zinaeleza kuwa kabla ya mashambulizi ya moja kwa moja, waasi walifanya mashambulizi ya mabomu dhidi ya maeneo ya wazalendo kwa lengo la kuzofisha ulinzi wao.
Baada ya mashambulizi hayo, mapigano makali yalizuka na kuendelea kwa muda kabla ya hali kurejea kuwa shwari. Vyanzo vya usalama vinaongeza kuwa mbali na nafasi za wazalendo, kambi la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyopo Muunda nayo ililengwa na mashambulizi ya anga yaliyofanywa na waasi wa M23. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya makomando 4 wa jeshi la serikali huku wengine 3 wakijeruhiwa. Wanajeshi walijeruhiwa wamehamishwa kuelekea haraka kuelekea mji wa Beni kwa ajili ya matibabu na uangalizi maalumu wa kiafya. Wakati wa mamlaka za kijeshi zinaendelea kufanya tathmini ya athari zinazotokana na mashambulizi hayo pamoja na kuimarisha ulinzi katika maeneo yaliyochukuliwa kuwa ya kimkakati. Licha ya mashambulizi ya eneo la Buhimba pamoja na vijiji vya jirani bado vinaendelea kuwa chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Hali imewapa matumaini baadhi ya wakazi walikuwa wameingiwa na hofu kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, viongozi wa kimila na vyanzo vya ndani vya eneo hilo wameonya kuwa hali ya usalama bado ni tete. Ingawa mapigano yamesitishwa kwa sasa, kuna hofu kwamba waasi wanaweza kujaribu tena kufanya mashambulizi mapya katika siku zijazo. Kwa sasa vikosi vya serikali pamoja na wazalendo vinaendelea kuimarisha nafasi zao katika eneo la Buhimba huku wakifuatilia kwa karibu mienendo ya waasi. Wananchi wanatakiwa kuendelea kwa uangalifu wakati juhudi za kudumisha usalama zikiendelea katika sehemu hiyo ya Walikale. Hali ya taharuki inaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya waasi wa M23 kutekeleza mashambulizi mapya ya angani dhidi ya nafasi za wazalendo katika vijiji vya Kinyumba na Lwibo lipo takriban kilomita 10 kaskazini mwa Nyabiondo katika sekta ya Oso Bayungu. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, mashambulizi yalifanyika usiku wa Jumamosi tarehe 13 Juni baada ya waasi hao kutekeleza mashambulizi mengine ya mabomu dhidi ya nafasi za wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya Buhimba na Muunda wilayani Walikale. Mashambulizi yanaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashuhuda wa eneo wanasema kuwa wakazi wa vijiji vinavyozunguka Kiyumba na Lwibo walipitwa na hofu kubwa baada ya kusikia kwa mlipuko mkubwa uliotokana na mabomu yaliyorushwa kutoka angani. Wengi walazimika kujificha au kukimbia kwa muda wakihofia mashambulizi zaidi, huku shughuli za kawaida zikisimama ghafla. Kutokana na leo, usafiri katika barabara hiyo muhimu unaunganisha Nyabiondo, Mutongo na Pinga ilisitishwa kwa muda ili kuepusha hatari kwa watumiaji wa njia hiyo. Barabara hiyo ni moja ya njia muhimu zinazotumiwa na wananchi kwa usafiri wa watu na bidhaa katika eneo hilo la Masisi. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliouawa, kujeruhiwa au kiwango cha uharibifu kilichosababishwa na mashambulizi hayo ya angani. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa tathmini ya hatari za mashambulizi hayo bado inaendelea, huku mamlaka za eneo zikijaribu kusanya taarifa sahihi kutoka kwa maeneo yaliyolengwa. Kupitia Jumapili siku ya jana tarehe 14 Juni, hali ilianza kurejea kwa kawaida katika vijiji vya Kinyumba na Lwibo. Wakazi walirejea hatua kwa hatua katika shughuli zao za kila siku, ingawa hofu na wasiwasi viliendelea kutawala miongoni mwa wananchi kutokana na uwezekano wa mashambulizi mengine. Viongozi wa kijamii pamoja na wakazi wa eneo hilo wanaeleza kuwa matumizi ya mashambulizi ya angani yanaongeza hofu kubwa kwa raia, hasa kwa kuwa mara nyingi mashambulizi hao hutokea bila tahadhari yoyote. Wanasema leo imeanza kuathiri maisha kila siku ya wananchi na kusababisha mazingira ya kutokuwa na uhakika katika maeneo mengi ya Masisi. Wakati huo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo vinaendelea kufuatilia hali ya usalama katika eneo hilo na kuimarisha nafasi zao za ulinzi. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaonya kuwa hali bado ni tete na kwamba tahadhari inaendelea kuchukuliwa kutokana na hatari ya mashambulizi mapya. Hali ya taharuki inaendelea kushuhudiwa katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini baada ya kundi la wanaume wenye silaha kujitokeza na kujitangaza kuwa wapiganaji wa Zalendo kutoka Butembo na kisha kujipanga katika kata ya Ngadi iliyoko katika mji huo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, tukio lilitokea siku ya Jumapili tarehe 14 Juni ambako kundi la watu wenye silaha za moto lilionekana likisambaa katika mitaa kadhaa ya Ngadi. Harakati zao zimeripotiwa kuibua hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao tayari wamekuwa wakiishi katika mazingira ya taharuki kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara wanafanywa na waasi wa ADF. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa watu hao walijitambulisha kama wazalendo walitoka Butembo, wakidai kuwa wamekuja kuimarisha usalama katika eneo hilo ambalo limekumbwa na matukio ya mara kwa mara ya uvamizi wa kivita. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi zinazothibitisha au kukanusha uhalali wa kundi hilo.
Kata Ngadi ni mojawapo wa maeneo ya mji wa Beni ambayo yameathirika zaidi na mashambulizi ya kundi la ADF katika miezi ya hivi karibuni. Wakazi wa eneo wamekuwa kikumbwa na hofu ya mara kwa mara kutokana na uvamizi unaosababisha vifo vya raia, utekaji na uharibifu wa mali. Hali hiyo imefanya baadhi ya familia kuhama makazi yao kwa muda na kuishi kwa tahadhari kubwa. Tukio jipya linaonekana kuwa kwa watu wenye silaha inakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la Rwenzori bado ni nyeti. Wakazi wa Beni wamekuwa wakihitaji ulinzi wa karibu zaidi kutokana na kuendelea kwa vitendo vya kigaidi vinavyohusishwa na waasi wa ADF, kundi ambalo limeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa uwepo wa makundi yenye silaha nje ya mfumo rasmi wa jeshi unaweza kuongeza changamoto za kiusalama, hasa endapo hakutakuwa na uratibu wa wazi katika vikosi vya serikali na makundi hayo. Hali hii inatokana na ukweli kwamba eneo la Beni tayari lina idadi kubwa ya vikosi vya FARDC na washirika wanaohusika na operesheni za kupambana na waasi. Baadhi ya viongozi wa jamii wameeleza wasiwasi wao kuhusu uwepo wa watu wenye silaha kujitokeza bila taarifa rasmi, wakisisitiza umuhimu wa mamlaka za kijeshi kutoa ufafanuzi ili kuzuia hofu miongoni mwa wananchi. Hapa tuko Ngadi. Jinsi tunawaambia hapa iko raia anasimama angenyoka isikulume. Tulitoka na chez Butembo juste kurenyo kukuya representer population ya Butembo kurenyo. Alors tunafurahi kuona usi wazalendo we wanatoka Butembo, wazalendo wa Tabora wenye wiko na shuka mpaka waende tafuta ule adui ambaye iko na uwa kila siku population. Yaani kama tunafanya hii video haiko mubaya. Tunafanya hii video kusema kama ni wakati yenye sasa ADF nayo inaanza lia. ADF ilikuwa na tumasakre, sasa na shie population ni wakati yetu yenye tuna masakre inalu. Alors population yote ya vile ya Butembo tuungane, tusaidie watoto yetu wamalize hii vita. Hii ya ADF inatusumbua sana kabisa. Mezosi tunapenda wazalendo wote bebiko Butembo vajikosantre, vajimobilize nabo bakuye kutana benzabo huku bakepiga vita ya ADF. Hii iko natusumbua kila siku yenye ADF na wakubwa bashafa sambla bashaka tuinyore. Voilà, hapa iko raia nasimama nasema ange nyoka isikulume bi. Tuko Beni leo, iko dimashe muima ngaribi. Unaona hii population inafurahi sana kuona bazalendo biko nafika. Population inafurahi. Na siye kome raia nasimama tulisema tukuye hakikisha tuone kabisa kama kweli wazalendo wiko na kuya. Alors tunasema big up mzee Fisto Isambiro, big up mzee Clovis Mutuba, yebe mko ajimobilize kila siku juu ya vile yenyu ya Beni. Vraiment courage kwenyu na tunaamini kama Mungu atasaidia wazalendo watamaliza hii vita ADF kwa tusumbua kila siku. Ange nyoka isikulungu. Mbunge wa kitaifa Willy Mishiki ametoa tuma nzito kuhusu hali ya rushwa ndani ya mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa, akisema kuwa rushwa imeenea kwa kiwango kikubwa na kwamba baadhi ya maamuzi muhimu wa kisiasa yanaathiriwa na uongo. Kwa mujibu wa kauli yake, Mishiki amesema kuwa kuna fedha za rushwa zinazotembea kwa siri kuwashawishi maamuzi fulani ndani ya taasisi za nchi. Mdai kuwa hali hiyo imechangia kuzofisha mapambano dhidi ya changamoto mbalimbali za kitaifa, hususan masuala ya usalama mashariki mwa nchi. Akaendelea na maelezo yake, mbunge huyo alitaja kuwa hali hiyo inaweza kufikia hatua ya ushirikiano usio rasmi na uzofisha juhudi za serikali, akitumia maneno makali yakieleza anachokiona kama ushirikiano wa kisiasa unaoathiri maslahi ya taifa. Katika mkutaba huo bunge wa kitaifa waliowasilisha majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri wameamua kusitisha ushiriki wao katika vikao vya bunge la taifa. Hatua imechukuliwa kama njia ya kupinga kile wanachokiita kupuuzwa kwa hali mbaya ya usalama endelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako raia wanaendelea kukumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha. Wabunge wanasema walikuwa wakitarajia kufanyika kwa kikao cha kufungua kwa umma wiki leo kinacholenga kujadili kwa kina hali ya usalama katika maeneo yao, lakini walidai kuwa uamuzi wa bunge kuakisi umuhimu wa mjadala huo. Kwa mujibu wa taarifa zao, wabunge wa Kivu Kaskazini na Ituri wanaona kuwa bunge la taifa litoe uzito unaostahili kwa mateso yanayokumba wananchi wa mashariki mwa nchi, hususan katika maeneo ya Beni, Ituri, Masisi na Ruchuru ambako mapigano yanaendelea. Wanasema kuna hali ya usalama endelea kuzorota kutokana na mashambulizi ya kundi la ADF katika eneo la Beni, Ituri, waasi 23 katika sehemu za Kivu Kaskazini na Kusini, pamoja na makundi mengine yenye silaha endelea kusababisha uharibifu na kuhama kwa wananchi. Wabunge wamesisitiza kuwa hawawezi kuendelea kushiriki vikao vya kawaida vya bunge wakati wananchi
wao wanakabiliwa na mauaji na uhamisho wa lazima. Wanasema kuwa walikuwa tayari kutoa mapendekezo muhimu kwa serikali, ikiwa ni pamoja na kuimarisha mikakati ya ulinzi ya raia, kutathmini upya sera za hali ya kijeshi etat de siege, na kuhakikisha mbinu za haraka za kukabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara. Hata hivyo, wanadai kuwa nafasi ya kujadili kwa kina masuala hiyo ilizuiwa, jambo lilisababisha uamuzi wao wa kujiondoa bungeni. Tukio linaongeza mvutano wa kisiasa ndani ya bunge la taifa wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo kiendelea kuwa tete. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kwa migawanyiko unaweza kuathiri maamuzi muhimu ya kitaifa kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Wakati huo, jamii ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa suluhisho la pamoja, ikitiza kuwa mgogoro mashariki mwa Kongo unahitaji mchanganyiko wa njia za kijeshi, kisiasa na diplomasia ili kupata amani ya kudumu. Kauli kali ya mbunge Ulimishiki pamoja na kusuasua kwa bunge mkoa Kivu Kaskazini na Ituri inaonyesha kiwango cha wasiwasi kilichopo ndani ya taasisi za nchi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, na zinaweka ushirikiano zaidi kwa serikali kuchukua hatua za haraka na za dhati. Wanabunge wachaguliwa wa Jamhuri ya Nord Kivu na ya Ituri, tumetoka leo kusali ya discussion ya Assemblée Nationale kwenye kulikuwa mkutano banaita wiklo ya sisi wabunge na wabunge, kwenye tulipasha fanya evaluation ya etat de siege na kupana maproposition kwa kusema vita hii ya agression ishi. Tumeshangaa pandake tuko tunaanza madiscussion mbele ya waziri wa usalama, waziri wa ulinzi na waziri wa sheria, wamekata hiyo madeba kusema kama hatuwezi kuendelea, tupeleke hiyo maneno kwa commission. Sisi tunasema kama hiyo iko violation ya katibu mkuu ya Kongo. Article 100 alinéa 2 ya constitution inapatia wabunge ile nguvu ya kuweza kukontrole gouvernement na maservice yote notama FARDC juu tuweze kupana rapport. Ndio tunasema hivi, vile kuna wakolege wetu walikuwa instrumentalize par hii hela imetembea ndani ya mule, hela imetembea hata mali ilipata hela. Tunaona hii damu ya wandugu zetu wanakufa Ituri, wanakufa leo Sud Kivu, wanakufa Nord Kivu na hata nani Beni, Nord Kivu Beni bien, na wanakufa vile vile Otuele leo. Ndio tunasema sisi wanabunge wote wa hiyo province mbili na wengine watakuwa solidaire kwetu, hatutakuyaka tena hapa kwa Assemblée Nationale mpaka siku yenye hii deba inarudia, na tunakonsidere hii comme trahison à l'égard ya chef de l'État, sababu kuna ugovi mingi komune ndani, kuna wizi ya hela, kuna complicité mingi. Leo position nasema balkanisation ilikuwa occasion ya kuweza leo kudemontre kama kweli sisi wabunge tunafanya kazi yetu, na hii ilikuwa entre sisi wa député na waziri wiklo, hakuna mtu mbali na hakuna television, hakuna micro, hakuna enregistrement. Kukatala hiyo deba ni kusema kama kweli kuna angui surosh, ni kusema kama kuna watu wenye kweli wiko wa complicité na Kagame na hii agression, wanakula damu ya wakongomani. Ndio maana tumetoka mwetu tunasema hatupendi kuwa complice ya wale wenye wako leo wanapata hela ya damu. Ndio hii tulipata kupanda communication hapa na tuko sérieux. Prenez-nous au sérieux, nous n'allons plus revenir ici s'il n'y a pas ce débat. Nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de cela. Nous savons que l'argent a circulé, c'est un secret de Polichinelle. Ces pratiques-là ne sont pas des pratiques démocratiques et parlementaires. Nous avons été élus pour défendre nos électeurs. Donnez-nous au moins, écoutez-nous. On ne s'impose pas. Mais écoutez, pourquoi on a kataa le débat? Donc tunasema si tunafurahi sana kuona na wandugu wa province nyingine wa Kasai, particulièrement la famille Mundela que je félicite personnellement, les deux élus wa Kabya Kamwanga na hapa Lukunga walitusaidia, wanakuwa solidarité. Ni kusema kama kweli ni question nationale, haiko tu ya si. Accent.
Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mvutano wa kisiasa unaendelea kushika kasi kufuatia kauli iliyotolewa na katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS Augustin Kabuya kuhusu tishio linalohusishwa na baadhi ya viongozi wa upinzani. Augustin Kabuya amesema kwamba majeraha yanayoonyesha hadharani na baadhi ya wanasiasa wa upinzani ikiwemo Martin Fayulu, Jean-Marc Kabunda hayajatokana na ukandamizaji kama inavyodaiwa, bali ilikuwa sehemu ya mpango uliopangwa mapema kwa lengo la kuigiza tukio la vurugu. Kwa mujibu wa kauli yake, Kabuya amedai kuwa viongozi hao upinzani walikubaliana kabla ya tukio hilo kuvalia mashati meupe kama sehemu ya maandalizi ya kuonesha taswira fulani kwa umma na vyombo vya habari. Ameeleza kuwa baada ya maandalizi haya walitumia nyanya nyeupe ya kutengeneza picha ya majeraha na vurugu kwa lengo la kuzoonyesha kama kwamba kulikuwa na ukatili wakati wa kusambaratishwa mkusanyiko wa Austin iliyokuwa ikiendelea. Kauli ya katibu mkuu wa UDPS imebua mjadala mpana katika anga za kisiasa nchini Kongo, ambako mara kwa mara kumekuwa na malalamiko kati ya upande wa serikali na upinzani kuhusu matukio ya mikutano ya kisiasa na namna inavyoshughulikiwa na vyombo vya usalama. Kwa upande wa upinzani, mara nyingi umekuwa ukilalamika ukandamizaji, matumizi ya nguvu kupita kiasi pamoja na vizuizi vya mikutano ya kisiasa. Hata hivyo, upande wa serikali kupitia viongozi wake mbalimbali wamekuwa kikanusha madai na wakati mwingine kutafsiri kama propaganda za kisiasa. Kauli ya Kabuya sasa imeongeza migawanyiko huo, ikionekana kuzidisha mvutano kati ya wachama tawala na upinzani wake, wakati taifa likiendelea kukabili changamoto mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kiusalama. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kwamba matamshi yanaweza kuongeza hali ya kutokuaminiana kati ya pande zote mbili, hasa katika kipindi ambacho juhudi za kutafuta utulivu wa kisiasa bado zinaendelea nchini. Wengine wanaonya kuwa badala ya kukabishana na kuhusu matukio ya nyuma, pande zote zinapaswa kutekeleza nguvu katika mazungumzo ya kisiasa kwa yenye lengo la kuimarisha demokrasia na kupunguza mivutano iliyopo. Hadi sasa kuna majibu rasmi yaliyotolewa na uongozi wa upinzani waliotajwa kuhusu tuma hizo, jambo linaloacha mjadala ukiendelea katika anga la kisiasa la nchi. Prétend avoir gagné les élections dans ces pays comme président de la République avec des gens pareils. C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est un frère Edouard. Voilà. Moi j'avais pris mon temps pour fouiller tout ce qu'ils ont monté comme scénario. Et puis bayokana ki bangonyos tola taba chemise ya pembe soki to sopele ngo ba tomate comme ça ba lobake basoki sibiso. Voilà encore le scénario. Frère Edouard Kewan. Même nos amis, je ne veux pas qu'un jour qu'on puisse dire que non, le secrétaire général avait réuni les militants pour dresser les membres de son parti contre les Misananouana. Gomoni biloko aboyi. Un père de famille akeko zombongo ya batu ya Kagame na Kabila na Katumbi pour justifier cet argent. Bozo mona batu ya boyi. Hein? Oui, il devait se vivre. Yango naza koloba boyi. Tolakisaka te ke tolingi mokonzi mboka pona ba poste. Puisque awa banda ba monter ba scénario oyo na bandoze la namona batu ba mobiliser ba état major na bango pona ko démentir biloko oyo batikeli UDPS kaka ye moko akende kosamba makambura ye tokosamba yango puisque nous sommes dans la légalité tokani malamu. Na kufikia hapo ndipo tunatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Afrika tarehe 15 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia na kuwa nasi katika kila hatua ya taarifa hizi. Endelea kufuatilia Kivu News Info kwa habari sahihi za haraka na zinazotoka kwenye vyanzo vinavyoaminika. Na basi kabla tunatimisha matangazo yetu, endelea kukumbusha wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha unasema kujabone kwa vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Mimi ni Teloja Lulonga nini Kivu News Info. Basi tunakutakia siku njema iliyojaa amani, afya njema na mafanikio katika shughuli zako za kila siku. Na ni kwa hiyo tukutanane katika taarifa zetu za mchana. Kwaheri na karibu, naendelea kuwa pamoja na Kivu News Info muda wote na wakati wowote. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii.
Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.